Televisheni ya taifa ya Iran ilionyesha umati mkubwa wa Wairan wakihudhuria mazishi ya wanachama zaidi ya 100 wa vikosi vya usalama mjini Tehran waliouawa wakati wa maandamano makubwa yaliyotokea nchini humo katika siku zilizopita. Kwa upande wa waandamanaji waliokuwa wakipinga utawala wa Iran, makundi ya haki za binadamu yalikadiria kuwa idadi ya waliopoteza maisha ilifika maelfu. Sherehe ya mazishi ilifanyika mjini Tehran siku ya Jumatano kwa wanachama zaidi ya 100 wa vikosi vya usalama pamoja na wengine waliotajwa na mamlaka kama mashahidi waliouawa katika wimbi la maandamano yaliyotikisa Jamhuri ya Kiislamu. Kwa mujibu wa televisheni ya taifa, maelfu ya watu walihudhuria sherehe hiyo huku wakipeperusha bendera za Jamhuri ya Kiislamu na dua zilizosomwa kwa ajili ya waliokufa nje ya chuo kikuu cha Tehran. Makundi ya haki za binadamu yalisema maelfu ya watu huenda waliuawa katika operesheni ya ukandamizaji iliyofanywa na vikosi vya usalama dhidi ya waandamanaji. Hata hivyo, mamlaka za Iran ziliwalaumu waliowataja kama waharibifu wa amani, zikisema walihusika katika mauaji ya wanachama kadhaa wa vikosi vya usalama pamoja na raia wasio na hatia waliotangazwa kuwa ni mashahidi. Mkuu wa mahakama ya Iran alitangaza kuwa kesi za haraka zingefunguliwa dhidi ya washukiwa waliokamatwa kuhusiana na maandamano hayo ambayo mamlaka zilieleza kuwa yalikuwa ni vurugu. Kauli hiyo iliripotiwa na televisheni ya taifa. Iwapo mtu alichoma mtu mwingine, alimkata kichwa au kumchoma moto, basi lazima tufanye kazi yetu haraka, alisema Gholam Hossein Mohsen Ejei alipokuwa akitembelea gereza lililowashikilia waliokamatwa kutokana na maandamano hayo. Vyombo vya habari vya Iran viliripoti pia kuwa alisema kesi hizo zinapaswa kufanyika hadharani na kwamba alitumia takribani saa 5 kukagua mafaili ya watuhumiwa katika gereza moja mjini Tehran. Makundi ya haki za binadamu yalisema maelfu ya watu walikamatwa baada ya maandamano hayo na yakatoa hofu kuwa mahakama inaweza kutumia adhabu ya kifo kwa kiwango kikubwa. Wakati huo huo, kuzimwa kwa mtandao kote nchini Iran kulikotekelezwa na mamlaka baada ya maandamano kulidumu kwa zaidi ya saa 132 kwa mujibu wa shirika la ufuatiliaji wa NetBlocks. Wanaharakati walieleza hofu kuwa hatua hiyo ililenga kuficha ukubwa halisi wa ukandamizaji uliotokea wakati wa maandamano. Leo hii siku ya Jumatano ilikuwa ni siku ambayo ya mazishi ya wanachama zaidi ya 100 wa vikosi vya usalama nchini Iran mjini Tehran, ambapo walikuwa wakiwapumzisha kwenye nyumba zao za milele, lakini vile vile mazishi haya yalihudhuriwa na maelfu ya wananchi mjini Tehran wakisomewa dua, lakini vile vile hata wale waandamanaji ambao waliweza kuuawa au kufariki dunia kwa namna moja au namna nyingine, basi wameitwa mashahidi na serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Basi mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi endelea kuwa nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.